Aya ya kwanza tulizungumzia hukumu ya kuwaoa mushrikati. Toba, tunapokusudia washirikina hapa tunakusudia wale wanaoabudu masanamu, wanaoabudu mizimu, ndio mushrikati. Kwa mfano mabaniani, mabudha, hao ndio wanawake ambao sheria haituruhusu kuwaoa. Lakini mwanamke yoyote Muislamu, mwanamke yoyote ambaye ni katika ahlul kitab, yani Wakristo, Mayahudi, hawa tunaruhusiwa kuwaoa. Hawaingii katika upande wa mushrikati, aya 221. Lakini maulama wa Kishia takribani wote wamekubaliana kwamba Wakristo na Mayahudi au ahlul kitab inajuzu kuwaoa ndoa ya muda na wala sio ndoa ya daima. Na vigezo vikubwa vya maulama wa Kishia walivyofanya wasimruhusu Muislamu, kijana wa Kiislamu, kumuoa binti wa Kikristo au kumuoa binti wa Kiyahudi ni kwa sababu ya malezi, na mivutano ya kiitikadi inayokuwepo kwa kuwa baba Muislamu, mama Mkristo. Na tumeona mikanganyiko na mivutano na watu kugawana watoto. Baba Muislamu, mama Mkristo, watoto wamegawana. Baadhi ya watoto wanamfuata baba, baadhi ya watoto wanamfuata mama. Hapa eleweki, hapako wazi. Kwa hiyo maulama wa Shia wakatoa fatwa kwamba wala tankihu lmushrikati, masala ya kuwaoa mushrikina hiyo ni haramu kwa ndoa zote, lakini kuwaoa ahlul kitab ni halali katika ndoa ya munqati' na wala sio ndoa ya daima.